Karibu mpenzi mtazamaji kwenye habari yetu ya asubuhi ya leo, tukiwa tarehe 2 Agosti mwaka 2026, na hivyo habari zetu tutaelekea huko ndani ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako usalama unazidi kuripotiwa kuwa mdogo kutokana na vita na mashambulizi ya wapiganaji ambao kumiliki silaha dhidi ya raia. Basi fuatana na Pepele News ili uweze kupata habari zote hizo. Leo tunakuletea taarifa ya habari kuhusu hali ya usalama inayoendelea kuzorota katika eneo la Masisi mkoani Kivu Kaskazini, ambako mapigano mapya yameripotiwa kati ya waasi wa M23 na makundi ya wazalendo. Hizo hapa taarifa kamili uweze kuzifuatilia. Mapigano makali yalizuka mapema asubuhi ya jana tarehe 1 ikiwa ni Agosti mwaka 2026 katika kijiji cha Shango kilichopo ndani ya eneo la Butsike kundi la Nyamaboko wilayani Masisi mkoani Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, waasi wa M23 walishambulia eneo lililokuwa chini ya udhibiti wa wazalendo katika sekta ya Oso Bayungu. Mashambulizi hayo yalisababisha mapigano makali yaliyohusisha silaha nzito na nyepesi. Milio ya risasi iliendelea kusikika kwa saa kadhaa na ilifika hadi maeneo ya Shoa na Mahanga, jambo lililosababisha hofu kubwa kwa wananchi waliokuwa wakihofia usalama wao. Kutokana na hali hiyo, familia nyingi zilijifungia ndani ya nyumba zao, huku wengine wakitafuta sehemu salama za kujikinga wakisubiri hali itulie. Shughuli nyingi za kila siku ziliweza kusimama kutokana na mapigano hayo. Hadi sasa taarifa rasmi kuhusu idadi ya waliouawa au waliojeruhiwa au uharibifu uliosababishwa na mapigano hayo pia bado haijafahamika ni upande gani unaodhibiti eneo hilo baada ya mapigano hayo. Katika saa za mchana, milio ya risasi ilianza kupungua na baadaye ikasitishwa. Hata hivyo, mamlaka husika bado hazijatoa tamko rasmi kuhusu hali halisi ya usalama katika kijiji cha Shango na maeneo nyingine yanayozunguka kijiji hicho. Mapigano hayo ni mwelekezo wa hali ya ukosefu wa usalama ambayo inakuwa ilikumbwa wilaya ya Masisi kwa muda mrefu. Mara kwa mara kumekuwa na mapigano kati ya M23 na makundi ya wazalendo, hali iliyosababisha wananchi wengi kuyahama makazi yao na kuendelea kuishi katika mazingira magumu katika vijiji vinavyozunguka maeneo yenye kuathiriwa. Wakaaji wa maeneo hayo wanaendelea kutoa wito pande zinazohusika kusitisha mapigano ili kulinda maisha ya raia wasiohusika, na pia huku wakisubiri hatua zitakazochukuliwa na mamlaka pamoja na juhudi za kurejesha amani ziweze kufanywa. Hiyo ndiyo ilikuwa taarifa kuu mapigano yaliyotokea jana tarehe 1 Agosti katika kijiji cha Shango wilayani Masisi ndani ya mkoa wa Kivu Kaskazini. Hapo tulikuwa Masisi ambako hali ya usalama imeweza kuripotiwa kuwa ni mbaya kutokana na vita mbalimbali kuweza kuripotiwa miongoni mwa vitongoji na vijiji mbalimbali vya eneo hilo la Masisi. Acha basi tuhamie sehemu nyingine. Fuatiliana nasi ili kupata habari hizo. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeeleza wasiwasi wake kuhusu tukio lililodaiwa kuathiri utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeshutumu M23 kwa kufukuza afisa mmoja mwandamizi wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye alikuwa ameteuliwa kushiriki katika mfumo wa pamoja wa ufuatiliaji wa kusitisha mapigano unaojulikana kama MCVA+. Kwa mujibu wa serikali, afisa huyo alifukuzwa kutoka mjini Goma kabla hajaanza kutekeleza majukumu yake ndani ya mfumo huo unaolenga kufuatilia utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Taarifa hiyo ilitolewa na makamu wa waziri mkuu anayehusika na ulinzi wa taifa Guy Kambo wakati wa kikao
cha baraza la waziri kilichofanyika Ijumaa mjini Kanyama-Kasese. Serikali ya Kinshasa imesema kuwa hakuna sababu ya msingi iliyotolewa kuhusu kueleza kufukuzwa kwa ofisa huyo, na imeelezwa kuwa hatua hiyo inaweza kuathiri kazi ya mfumo wa MCVE+. Kwa mjibu wa mamlaka za Kongo, jukumu la mfumo huo ni kufuatia utekelezaji na usitishaji wa mpango, kuchunguza madai ya ukiukaji na wa makubaliano hayo na kuwasilisha matokeo kwa upatanishi wa mchakato wa amani. Kutokana na tukio hilo, serikali inasema kuwa kuanza rasmi kwa shughuli za mfumo huo kumesimamishwa kwa muda, huku ikisubiri kuteuliwa kwa afisa mwingine atakayechukua nafasi ya aliyefukuzwa. Kwa upande wake, M23 bado haujatoa tamko rasmi kujibu tuhuma hizo zilizotolewa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maendeleo ya masuala hii yanatarajia kuwa na umuhimu mkubwa katika juhudi za kuimarisha usitishaji wa mapigano na kuendeleza mchakato wa amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hiyo ndiyo ilikuwa taarifa yetu kutoka huko ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapo tunafikia mwisho wa habari zetu kuu ambazo tulikuwa tukikuandalia asubuhi ya leo tarehe 2 Agosti mwaka 2026. Basi acha tukutanane kwenye kipindi chetu cha wakati ujao. Pepele News iko hapa kwa ajili yako, sauti yetu, habari zako. Tukutane basi kwenye sehemu ifuatayo.